Unavaa jeans? Zangu zimekuwa kukuu na zimechujuka sana. Sifikiri kuwa zinaweza kustiri mzigo wote. Na wewe unavaa jeans? Naam, lakini baadhi zangu nzuri kidogo, nafikiri naweza kupata hela kidogo iwapo nitatumia nafasi hii. Naam, tafuta mbinu. Turejelea katika siasa zile za maeneo ya Narok na Kajiado. Kuna wagombea wawili wa muungano wa NASA ambao wote wanatoka katika jamii ile ya Pulko ambayo ni kubwa. Ntiati Ntiapati ule wa chama cha ODM. Alafu vile vile kuna Ntutu wa chama cha Mashinani. Sasa unaonaje hapo, manake tunaye anaweza pita katikati ama vipi? Wajua, Ntutu ameweza kuimarika sana huko Narok, hasa wakati ambapo aliweza kuwa akitoa shutuma fulani mwaka uliopita na mwaka ule mwingineo kuhusiana na matumizi ya hela katika serikali ya kaunti. Naam. Itakumbukwa kuwa alikuwa ni mojawapo wa wale wanasiasa 5 ambao waliweza kushikwa na kufungiwa, na utaona kuwa alishabikiwa sana. Hata inaaminika kuwa ni kutokana na ushupavu wake ndipo alipoweza kuangalia akaona kuwa anaenda kusambaratishwa katika Jubilee na akahama kwenda kwenye CCM. Hivyo basi hata nafikiri takwimu na kura za maoni ambazo tunaona zikitoka zinaelekeza kana kwamba Ntutu huenda akaibuka mshindi, licha ya kuwepo na ukweli kuwa yeye na huyu Ole Ntiapati wote wako katika huu muungano wa NASA. Kwa hivyo ni sawa kusema kwamba wanaweza kuathirika kwa namna hiyo, kwa sababu uko huo ndio mkubwa sana katika sehemu hiyo. Mambo mawili kinachofanyika pale ni kwamba wanapokitumia chama cha CCM kuna vitu viwili vinafanyika. Kuna kura ya Kimaa na kuna kura ya wale wa Kipsigis ambao wako pale. Kwa hivyo iwapo Ntutu atapata za kwake alafu ashike za Kipsigis, basi yuko nyumbani. Kwa hivyo kumbuka kwamba yeye tunaye ni hizo kura ndizo zilizomsaidia. Kwa hivyo kwa sasa akinyimwa hizo kura na Ntutu apate kura za mbari yake, baadaye akiongezea hizi wale wengine, kumbuka kwamba kuna baadhi ya makundi mengine ambayo labda mwelekeo wao ni wa kinasa. Kwa hivyo wakimpa yeye kura, basi ataibuka mshindi pale. Kuna hili swala, kuna watu wamekuwa maarufu katika maeneo hayo ya Umasaini kwa siku nyingi. Kwa mfano kulikuwa na Joseph Ole Sunkuli Julius Ole Sunkuli ambaye alikuwa waziri wa usalama wa kitaifa na alikuwa mtu mwenye madaraka makubwa sana wakati wa rais mstaafu Daniel Arap Moi. Lakini alipoondoka siasani mwaka 2002 mpaka sasa kuna wakati alipatiwa balozi kwenda China na kadhalika, lakini hali imekuwa ni tofauti. Sauti yake wakati huo na sauti yake wakati huu namna gani? Unajua, siasa ambazo alizipiga Julius Sunkuli wakati huo akiwa waziri, kwanza alianza kama waziri mdogo na kisha baadaye akapanda cheo na akawa kwenye ofisi ya rais. Sizo siasa ambavyo tulivyotaja hapo mbeleni watu wa jamii ya Maasai wanazifurahia. Wa Maasai ukiangalia siasa zao tangu enzi za akina John King na hata Ntimama vile tulivyotaja pale mbeleni, ni watu ambao hupenda sana kuzingatia ukweli na hawapendi ukandamizaji wa watu au mambo ya unafiki, huwa hawayapendelei sana. Nasikitika kuwa Julius Sunkuli alifuata nyayo na akafuata sana, na pamoja na hayo basi kuna vitu ambavyo katika nyayo watu hawakuvipendelea. Na akawa sasa yeye anajitwika katika jamii kama yeye ni mnenaji. Na nimetaja hapo awali kwa Wamasai kwanza kabisa ni lazima wazee waende waketi mahali wakubaliane kuwa
huyu ni kiongozi mzuri, anastahili. Unaona, hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, unapochaguliwa kuwa wewe ni mnenaji wao, lazima uwe katika rika fulani ambalo hakuwa. Na jambo la tatu, inaaminika, mimi sijui ukweli au urongo wa hapo, lakini inaaminika kuwa Sunkuli huenda wakawa ni wanasaba ya kutoka magharibini mimi sijui ukweli, lakini wenyewe wakati wengine hata Ntimama alisemekana ni wa Kimeru lakini ikiwa alisemekana na ukweli ni kwa sio tu Ntimama, hata John Keane, hata Joseph Mrumbi alikuwa ni na damu za Kigoa kutoka huko, lakini ni lazima uweze kuweka na vile vigezo vingine. Katika hilo na bado, manake Sunkuli alikuwa mtu maarufu sana, na hata wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2013 alijaribu kiti cha Goris na akashindana na ndugu yake lakini ndugu yake akamshinda, akawa pili, akawa tatu. Inakuwaje kwamba amefifia kabisa katika masuala ya siasa? Unajua, ukiangazia masuala ya Kimasai, kumbuka kwamba vigogo wao wamekuwa wakitokea katika historia fulani. Tunapomzungumzia Shapashina Ole Tip, tunapomzungumzia Ole Tipis, tunapomzungumzia Ntimama, tunapomzungumzia mtu kama John Keane, ushupavu wao umetokana na mchango wao katika katika jamii ya Kimasai. Kwa hivyo Sunkuli alikuja, ni msomi kwanza, ni msomi, mwanasheria, amekuja, amepata nafasi, lakini katika kule kuongoza, aliposema mapema Barak, sio ule uongozi wa kutunukiwa na kuteuliwa, sio uongozi wa kunakuwa na taratibu fulani. Inakuwa lazima wazee wa kiti pale waone sauti yako, waelewe kwamba wewe ni shupavu na kwamba unaweza kulinda taifa, kulinda utaifa wao, utaifa wa Kimasai. Na unawaheshimu wao, sio wewe wa kuheshimu tu. Pia wewe lazima uwaheshimu. Na unafikiria katika jamii ya Wamaa kwa sasa kuna dalili ya kuondokea na mgombea urais wakati fulani? Bila shaka katika jamii zote kuna watu ambao wametosha. Mimi nitakwambia kuwa katika miaka ya kule chini tulikuwa tunaambiwa kwa hata Moi lakini nasema hivyo kwa sababu Saitoti alionyesha anataka. Saitoti alikuwa anataka, lakini Saitoti pamoja na hayo yote hakukuwa amekubalika vya kutosha. Itakumbuka kuwa hata wakati alipokuwa akizunguka mwaka wa 91 kutafuta maoni kutoka kwa Kenya kuhusiana na katiba na mambo ya siasa za vyama vingi au chama kimoja, Wamasai walikuwa wakimwambia kuwa zungumza nasi katika lugha ambayo tunaweza kuielewa. Na kuna vile ambavyo, ingawa mwenzangu hapa anasema kuwa kina Ntimama walikuwa nasaba za Kimeru na nyinginezo, kuna vile ilionekana kuwa Saitoti kabisa kindaki hakuwa Maasai kindaki. Na kwa hivyo alikuwa hakubaliki kabisa. Kuna vitu vinginevyo, rasilimali zinginezo ambazo aliweza kuzitumia. Hata inaaminika kuwa wakati fulani katika enzi za Nyayo, basi aliweza kutumia karata ya Nyayo na akaweza kufika mahali ambapo labda hakuwa ametoboa. Naam, katika kumalizia maoni yako ya mwisho. Nafikiri tumezungumzia swala la Kimaa na tumesema kwamba sio tu watu walioko katika sehemu ya Narok na watu walioko sehemu ya Kajiado, tumezungumzia sehemu za Laikipia na tumezungumzia sehemu za Samburu. Kwa ujumla watu hawa ni watu ambao wana ujasiri, ni wafugaji wa mifugo, na bila shaka ni watu ambao wanazungumza, hawanyamazi wao. Wakiwa wamekasirika. Kumbuka kwamba kuna mbunge kule sehemu za Laikipia yuko ndani ya korokoro mara nje, lakini ni mtu ambaye kidogo anaonekana ako na watu wake wanamheshimu kwa sababu wanafikiria anawatetea zaidi.
zaidi. Kwa hivyo la muhimu kwa sasa ni kusema tu ya kwamba tuko na nafasi ya kuangazia siasa za Kimaa, na bila shaka tunaona ni watu wa kidemokrasia, ni watu ambao wamekubali watu wengine kuishi ndani yao, na bila shaka katika siasa zao watahitaji mtu shupavu, mtu ambaye ataelekea kulinda mali yao na kuhakikisha kwamba analinda mashamba yao, ardhi yao, na pia kuwatetea katika malisho na kuwatetea katika serikali. Kwa hivyo uwanja ni wao, lakini bila shaka ni uwanja ambao kidogo una uwiano, sio utengano mwingi. Naam, asanteni sana. Tumekuwa na wachanganuzi ama wachambuzi wa masuala ya siasa na vile vile wana historia pevu kuhusiana na swala zima la kura za upande wa Masai. Tumekuwa na Baraka Muluka ambaye ni mwanahistoria wa siku nyingi, mwanahabari wa kutajika na kadhalika. Tunaye vile vile tumekuwa na Bwana Martin Olo ambaye ni wakili wa siku nyingi, alafu anaelewa masuala ya historia na pamoja na siasa. Kumbuka kwenye milango ya saa 2 utakuwa na Akisha Wandera ambaye atakuwa anakuletea vitu vizito vile vile kuhusiana na swala hilo, alafu atakayefunga kazi ni Linda Ogutu kwenye milango